Bahati nzuri yule mimi ndugu yangu au rafiki yangu nilimpigia simu nikimwambia tumetekwa na gari yangu imeondoka, ambaye alikuwa ndio mmiliki wa ile grocery ni mwanajeshi. Akaniambia mimi nimechukua pikipiki kwenye simu, niko nao, kwa hiyo nyinyi endeleeni kuja. Lakini namaliza kwa kusema jeshi, mwanajeshi mwenzenu hapa inaonekana alikuwepo kufuatilia tukio hili na ameenda kuliona lipoishia kwenye geti na beria ya usalama wa taifa, na ukanganyifu huu umetokea wa barua hii ya polisi. Bila shaka mwanajeshi huyo anatakiwa kuwa shahidi. Bila shaka mwanajeshi huyo anatakiwa kutoa taarifa za kina kwenye jeshi. Ni rasmi jeshi sasa litathibitika ni sehemu ya watekaji, ama ile kauli ambayo kitu fulani ilionekana Nkunda amenukuliwa kwamba utekaji ukiendelea tutachukua hatua. Huu ndio wakati sasa jeshi limeona lenyewe. Jeshi limeona lenyewe utekaji wakati unafanyika. Ni wakati sasa jeshi linachukua hatua ambayo raia ambao ni jeshi la wananchi, raia wameipendekeza wakati wote ili kunusuru kuangamizwa kwa Tanganyika. Au ni rasmi jeshi sasa litajidhihirisha liko upande wa watekaji? Nimeambiwa Jumbe yuko hapo, amefungwa pingu, hizo pingu ngumu sana, mtoeni afunguliwe pingu. Nikamuuliza, Afande Mafere, umejuaje amefungwa pingu? Swali haya. Lakini baadaye bodaboda wakasema hapana, tusikimbie. Maana walivyofyatua zile risasi walifika mahali wakatulia. Lakini lile eneo ni eneo la usalama na pana beria. Kwenye klipu hii naenda kukuonyesha kwa kina ni kwa kiasi gani polisi wamejiumbua. Maandishi unayoyaona hapa pembeni yaliyopigiwa mstari yanadaiwa kwamba yametolewa na polisi, lakini yakiwa yametofautiana kabisa na kile kilichoonekana kimesemwa na Mafuere. Kwa picha hii ambayo polisi wamejiweka wazi kuhusiana na issue ya kuteka, kuua watu. Nilisema kwenye klipu iliyopita ya jana, nimesema awamu hii mauaji yatakayofanyika Tanzania inaenda kugeuka kuwa bwawa la damu. Nchi inaenda kutapakaa damu. Huyu Jumbe ni habari picha tu ambayo inawezekana Mungu alikuwa anataka athibitishe nilichokuwa nimeongea, hizi damu mlizoziona. Sasa inawezekana maandishi hayo ni madogo, hujayaelewa. Naenda kuyachambua kwa kina. Kwanza sikiliza kinachodaiwa kwamba kimesemwa na Mafuere na kimesemwa na polisi wa Mafuere, na uone kile ambacho kimesemwa na shuhuda kuhusiana kwamba hiyo imefanyika kwenye beria ya usalama wa taifa, na mwisho ubaki kujiuliza na mimi kwamba na mwanajeshi ambaye alikuwepo alifuatilia jambo hilo, je, atawasaliti wananchi na kuwa upande wa watekaji? Jeshi ni rasmi hamtatumia ushahidi wa mwanajeshi mwenzenu kuiokoa Tanganyika kisiwe kisiwa cha damu, lisiwe bwawa la damu? Na ubasikiliza kwa makini hapa. Baada ya hapo nitakuja nikuchambulie kwa kina ikiwa kuna namna maandishi kuyasoma vizuri ama
hukuelewa. Wasikilize hao na unasoma maandishi hayo pembeni. Asante sana. Asubuhi tukiwa hapa ofisini, wakati tunapokea taarifa kutoka kwa ndugu Macha ambaye alikuwepo kwenye hilo jambo, aliingia ofisini kwangu Afande Ibrahim ambaye alijitambulisha kwangu anatoka kituo cha Oyster Bay. Alikuja akaniambia kwamba wamesikia kwamba Jumbe yuko makao makuu ya chama hapa, kwa hivyo amekuja ili amfungue pingu na kwamba ametoroka mahali ni mtuhumiwa. Swali langu kwake lilikuwa, umejuaje amefungwa pingu? Na swala la pili likawa, ametoroka alikuwa kwenye mikono ya nani? Hiyo mikono ambayo unasema ametoroka, hao watu unawajua? Wamekwambia ametoroka? Na swali la tatu, unaponiambia kwamba ni mtuhumiwa, je, unafahamu kukamatwa kwake na anatuhumiwa na nini? Haya maswali hajapata majibu, yamezidi kutupa mkanganyiko wenye uelekeo unaoeleweka kwamba nini kinaendelea nyuma ya jambo hili. Utekaji. Wakati ninaendelea na mazungumzo nao, nikampigia Afande ZCO, Afande Mafwere, nikamwambia, ambaye nilimtafuta usiku kucha, nilikuwa simpati, nikampata leo asubuhi kwa Afande Mafwere, nikaongea naye. Kitu cha kwanza akaniambia, Golugwa, nimeambiwa Jumbe yuko hapo, amefungwa pingu, hizo pingu ngumu sana, mtoeni afunguliwe pingu. Nikamuuliza, Afande Mafwere, umejuaje amefungwa pingu? Swali haya. Bahati nzuri yule mimi ndugu yangu au rafiki yangu nilimpigia simu nikimwambia tumetekwa na gari yangu imeondoka, ambaye alikuwa ndio mmiliki wa ile grocery ni mwanajeshi. Akaniambia, mimi nimechukua pikipiki kwenye simu, niko nao, kwa hiyo nyinyi endeleeni kuja. Kwa hiyo sisi na mimi nikawaomba wale bodaboda wasiache kutupa support, tuweze kukimbiza, tujue kama wataingia kituo cha polisi, tujue basi ni polisi wenyewe, tujue jambo likoje ili nikaweze kuripoti. Cha kushangaza, walivyofika maeneo ya karibu na Boko Magengeni, wakaingia hii njia ya kuingilia kwenda Mbweni kwa spidi za ajabu sana, na watu wameshuhudia hilo tukio. Baadaye walivyoona bodaboda wanaongezeka, wakaenda wakazunguka, wakarudia hii barabara kama wanarudi sasa ile njia walioingilia. Walivyofika maeneo ya ile baa moja inaitwa Mashati, wakafyatua risasi kama 2 juu ili watu wapungue, lakini bado bodaboda wakaendelea. Wakafika barabara ya mbele yake, wakaingia sasa moja kwa moja barabara ya kunyoosha kwenda Mbweni kule kuliko na ule msitu wa eneo la usalama. Walivyoenda wakafika pale kwenye ile beria, kwa sababu ile barabara ina beria. Walivyofika kwenye beria, hawakwenda tena kwa spidi ile, wakapunguza spidi na baadaye wakazima magari, wakapaki, wakashuka wote ndani, wakafyatua risasi nyingi sana kuelekea kule ambako bodaboda walikuwa wanazifukuzia. Kwa bodaboda wengi na watu ambao walikuwa wanasogea wakaona ile taharuki, tukaanza kurudi nyuma kwa kukimbia pia. Walioweza kugeuka na bodaboda walioweza kukimbia kwa miguu, lakini baadaye bodaboda wakasema hapana, tusikimbie. Maana walivyofyatua zile risasi walifika mahali wakatulia. Lakini lile eneo ni eneo la usalama na pana beria. Nadhani wote tumesikia maelezo ya Golugwa hapa, yanaonyesha kwamba polisi aliyefika kuongea naye kwanza na baadaye akampigia Mafwere hapo hapo, polisi huyo anasema Jumbe alikamatwa. Kwa tafsiri ya wazi tu kabisa kwamba polisi alikamatwa na polisi. Polisi wanafahamu ana pingu, na wako ambao walikuwa wanajaribu kusafisha mwanzoni wamesema Jumbe amekamatwa, ishatoroka. Na umeisikia hiyo lugha kwa askari kwamba alikamatwa akatoroka. Mafwere anazijua pingu, kwamba anazo pingu na ni ngumu,
Sasa rudi uione barua na kusomea tu baadhi ya maeneo. Naanza mstari mwekundu huu wa kwanza. Mstari wa kwanza mwekundu nasema, Jumbe alikamatwa na watu ambao hawakujitambulisha huko maeneo ya Bunju. Sio alikamatwa na polisi. Manake polisi kwa barua hii wanakana, kwa maelezo haya wanakana, kwa sababu polisi wakikamata mtu, wakitoa statement, si wanasemaga moja kwa moja tulimkamata, tulimshikilia, akatutoroka. Kwenye barua hii unayoiona pembeni hapa, polisi hawaonyeshi Jumbe alikamatwa na wao na kwamba alitoroka. Tunasubiri nyingine ambayo wataitoa ili idhinishe kwamba Tanganyika inaenda kuwa na bwawa la damu. Mimi niliongea kwenye klipu ile ya jana, hii inayokuonyesha picha yake hapa, nilisema natoa unabii mbaya ambao wengi mnaweza msiukubali, lakini leo siku moja imefunua Tanzania linaenda kuwa bwawa la damu. Naomba tumwelewe hivyo. Mimi niwahi kusema, niwahi kutoa nabii fulani kule nyuma, nikasema CCM wasipoondoka chini ya 2025 kinachofuata Tanganyika ni dhiki kuu. Nilikuja kutoa unabii Juni 2025, nikasema CCM ihurumieni nchi baada ya kile kinachoitwa uchaguzi, mkilazimisha ni giza. Sasa kuna watu hamkufahamu, basi mtaona malalamiko haya tunayolalamika yatakavyozaa bwawa la damu tena na tena Tanganyika. Pengine swala itakuwa nini kifanyike. Ushauri tunatoa, na pengine nitatoa hapa mwishoni. Niendelee na maandishi ambayo yamepigiwa mstari mwekundu hapo. B anasema, wakati anapokamatwa na hao watu wanaodaiwa hawakujitambulisha, wakati anakamatwa na hao watu wanaodaiwa hawakujitambulisha, sio wakati anakamatwa na polisi, na hao watu. Na ili uhakiki kwamba hii barua inakataa waliokuwa na mkamata hawakuwa polisi, basi mwisho hapa inasema Jumbe amepatikana na uchunguzi zaidi unaendelea ili kubaini ni watu gani waliomkamata na kwa dhumuni gani. Ili kubaini ni watu, polisi hawajui waliokuwa na mkamata. Okay, anaweza kusema eneo tumebaini ni polisi waliokuwa na mkamata. Kosa la kumkamata hivyo na kumpeleka kwenye eneo la usalama wa taifa, kituo cha polisi kiko hapo hapo jirani. Ni gaidi. Polisi sawa, wana uwezo wa kusema lolote na watu wote, nabii tuseme amina, tuseme tawile, lakini tutakuwa na akiba moja tu ya kwamba tutakuwa na haki ya kujadili na kusema kwa habari ya tunao nyambua kama hivi, ndio tuko targeted. Mimi nimeshasema yale ambayo polisi na serikali ya damu imeyatekeleza kwenye maisha yangu ni zaidi ya kifo. Kwa hiyo mi kuwaza kuniua, nadhani walipoua mtoto wangu, wameua, sababu ilikuwa kukaa kimya, na mimi kuhubiri ni kusema uovu kwa gharama. Sasa siwezi nikaacha kusema uovu.
mkishaua mtoto, manake huyo ndo ambaye ni sadaka. Mi nitasema uovu kwa nguvu zangu zote, nitasema uuaji nitaupinga, na nikitafuta kwa maneno haya uuaji na wauaji waanguke. Niko wazi kabisa. Kwa hiyo kama uuaji na wauaji njia ya kusustain ni kuua akina sisi, hakuna shida, hakuna shida. Nadhani wengine sisi tutatimiza kazi ya uhubiri, lakini jambo kubwa ambalo nimetaka ujiulize pamoja nami hapa, katika maelezo ya Jumbe amesema kiongozi wa ule msafara alikuwa na rafudhi ya Wazanzibari, bila shaka na bosi ambaye ilikuwa apelekwe huko, na kwamba ishu haikuwa ya polisi, ilikuwa anapelekwa kwa huyo bosi huko. Ni wazi kwamba huyo bosi inawezekana kabisa ni bosi Mzanzibari. Siamini kama viongozi wa juu wa Tanganyika wanaweza wakasimamia ukatili wa kiwango hiki cha kuangamiza Watanganyika wenzao. Siamini, lakini sawa, nimewagusa Wazanzibari na najua watafura hapa, lakini pia ninafahamu vile ambavyo wameonyesha, na mimi kwenye clip zangu nyingi wamekiri kwamba damu zinanyweka kweli. Damu za watu kama wewe Mbarikiwa tunazinywa kweli. Sasa kuna shida, lakini namaliza kwa kusema jeshi, mwanajeshi mwenzenu hapa inaonekana alikuwepo kufuatilia tukio hili na ameenda kuliona lipoishia kwenye geti na beria ya usalama wa taifa, na ukanganyifu huu umetokea wa barua hii ya polisi. Bila shaka mwanajeshi huyo anatakiwa kuwa shahidi. Bila shaka mwanajeshi huyo anatakiwa kutoa taarifa za kina kwenye jeshi. Ni rasmi jeshi sasa litathibitika ni sehemu ya watekaji, ama ile kauli ambayo kitu fulani ilionekana Nkunda amenukuliwa kwamba utekaji ukiendelea tutachukua hatua. Huu ndio wakati sasa jeshi limeona lenyewe utekaji wakati unafanyika. Ni wakati sasa jeshi linachukua hatua ambayo raia ambao ni jeshi la wananchi, raia wameipendekeza wakati wote ili kunusuru kuangamizwa kwa Tanganyika. Au ni rasmi jeshi sasa litajidhihirisha liko upande wa watekaji, na kutokea hapa Tanganyika damu zitatapakaa kila mahali na patageuka ni bwawa au ziwa la damu. Anyway, jeshi wakati wote mmesema hamjui. Jeshi wakati wote mmesema hamjui hayo matendo. Awamu hii ametajwa ndugu yenu, alifuatilia ule mchakato na alienda kuona mahali ambapo shughuli ilienda kuishia. Kiwa jeshi mtafanya lolote hapa ili muinusuru Tanganyika, kwa sababu ni wazi, ikiwa taarifa hii ya kwamba Mzanzibari ndiye aliyekuwa in charge wa kile kikundi cha utekaji, na bila shaka aliyekuwa ndo bosi ambaye
Jumbe amesema alikuwa ameelezwa kwamba anaenda kumalizana naye au kummaliza. Bila shaka bosi ni Mzanzibari. Hii ni tafsiri ya kwamba Wazanzibari, kwa kuwa mliwakaribisha mukasema ni muungano, vyao vikawa vyao, vyetu vikawa vyao, au vikawa vyetu pamoja. Inawezekana sasa wanataka hivi vyote viwe vyao, na Mtanganyika yeyote atakayejaribu kulalamika, akiwemo na anayejiona yuko salama, yuko kwenye cheo, inawezekana dakika yoyote tutaona ameshtuka moyo. Mimi natoa wito kama mhubiri, yachukulieni vyovyote. Nayajua maneno nayozungumza makubwa, nayajua ni makubwa, haya ni makubwa, lakini kaeni kimya. Mi ndugu zangu wengi wamemalizwa, bila shaka mtakaa kimya, mimi nitamalizwa. Sauti hii ikikosekana, hii inawezekana hatua yoyote itakayokuja kuchukuliwa itakuwa ilishachelewa. Nini kifanyike? Ifike mahala kila ambacho kilikosewa kwa moyo mweupe kabisa kionekane hiki kilikosewa. Muungano ulikosewa, tawala kukaa hivi zimekosewa, CCM kuwa na uhalali wa kuwamaliza wanaolalamikia akina Mary Chatanda hawa, kuwamaliza wanaolalamikia haki kutendeka, kionekane kimekosewa. Kila uliye na wajibu, hasa Mtanganyika, damu ni nzito kuliko maji, wahurumie wajomba zako, shangazi zako, dada zako, baba zako wadogo. Naomba uamini, Tanganyika inaenda kuzama. Tanganyika linaenda kuwa bwawa la damu. Tarudi ikiwa tapata neema hiyo. Asante na hongera kwa kunisikiliza.